Vingi nimeona, lakini vyote vilikuwa vya huzuni na majonzi. Kwa sababu ukiona mtu anajitokeza kwenye mitandao ya kijamii anaomba msaada kwa ajili ya matibabu, ni huzuni kwanza. Sio tu kukosa fedha, pia unaweza kuwa una fedha lakini pia kuumwa pia ni huzuni. Kwa hiyo mimi nilikuwa nasikitika kila nikiona video yake akiomba msaada. Na watu walikuwa wakiamini kwamba kwa kuwa amepata nafasi ya kuomba na akapata nafasi ya kwenda nchini India, labda kwa kuwa India wako vizuri kwenye masuala mazima ya afya, yani kwa maana ya madaktari wazuri na hospitali kubwa nzuri, atarudi akiwa imara. Wewe hisia zako zilikuwaje? Hata mimi nilifurahi sana, ningependa kuona akirudi imara. Lakini sasa unajua kifo Mwenyezi Mungu ndo amepanga. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kila mtu mauti atamfika. Inakuwa tu ni sababu na muda ukifika. Kwa hiyo kifo kipo kwa kila mtu. Kinachobakia ni sisi kumwombea tu dua, Mwenyezi Mungu ampokee, amsamehe yale ambayo aliyafanya kwa kujua na kutokujua, na alijalie kaburi lake katika viwanja vya peponi. Watu wengi waliamini kwamba Issa Tambuu kama umeingia sasa hivi hapa lazima pembeni atakuwa Doto Magari. Umemwacha wapi? Anakuja sasa hivi, unamwona gari yake sio lina punch. Unajua ana hela yule. Kwa gari lake limeshika punch, hana hela kusiba punch, lakini anakuja. Mtamwona sasa hivi. Na kwa nini kumsaidia kwamba azibe afu muweze kuingia? Ana mdomo sana. Unamwacha. Unajua mtu akiwa na mdomo muda mwingine unamwacha. Na huwa mna bata kubwa sana. Kwa nini unakuwa na bata? Labda ile kijana wangu kwa anakuja. Amechelewa tu, mimi nimeona nimetangulia. Nashangaa tukapita njia gari. Lakini sasa hivi unamuona hapa anafika. Sasa hivi anafika. Okay, nimezungumza mambo mengi sana kuhusiana na Kali, na pengine watu wangetamani kufahamu kabla ya kifo chake ulishawahi pengine kuwasiliana naye au kumsupport kwa namna moja au mbili? Sasa kuwasiliana sijawahi, lakini kwa sasa jambo la kusupport unajua si ni siri. Hawezi kusema eti mimi nilifanya kitu fulani, lakini hapana. Yule alikuwa ni Mtanzania mwenzetu, ameugua kwa muda mrefu, Mwenyezi Mungu anipa mtihani wa maradhi. Kwa jukumu letu tulikuwa sisi ambapo tulikuwa tuna uwezo wa kumsaidia. Kwenye msiba pia kuna maneno mengi sana yamejitokeza. Unajua waje wana maneno mengi sana. Kuna watu wengine wanasema kwamba masuala ya shirki ndio yamemuondoa Kali. Kwa wewe una maoni gani au unaambia nini watu ambao sasa naamini nini? Mimi sio muumini wa hiyo. Mimi naamini kila jambo lina sababu. Yaani sisi kuna Uislamu tunaambia au mfiki msiba mtu bila idhini ya Allah. Kwa kitu chochote kikufika wewe Mwenyezi Mungu ndo alipanga, alikadiria. Kwa hiyo mimi nafikiri kila kinachokufika ndio tuseme alhamdulillah, lakini kama ni msiba tuseme inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nadhani nimekaa sawa. Sawa. Shukrani. Issa Tambuu akiwa anawasili hapa msibani.